tunaona kuna moja kati ya story ambayo imeenda viral sana ikihusisha masuala ya lebo kati ya uongozi wa Konde Gang, ambapo tunaona fununu limekuwa kubwa. Ibra ametengeneza mkataba na anatakiwa kulipa bilioni 1. Kumekuwa kuna rumors nyingi sana hapo, kurushiana maneno and that. Wewe umezungumzia, lakini pia wewe ni mkurugenzi wa One Man Gang. Kitu kama hichi tukio tunakiona kwenye mitandao, lakini pia ndio ambavyo tumepewa attention kubwa. Inaweza kama kinaleta tafsiri gani actually kwenye industry ya muziki Tanzania? Sina kibali cha kuzungumzia hivyo vitu kwa sababu wenyewe husika wapo na wako hapa Dar es Salaam. Nafikiri mkikutana nao wanaweza kuzungumzia zaidi, lakini mimi ninachoweza kukizungumzia ni kwa udogo tu kwamba tusiendelee kupush migogoro, kwa sababu hao ni watu tayari ni hazina za taifa zote. My brother Harmonize ni hazina ya taifa, ni msanii mkubwa anawakilisha Tanzania. Halikadhalika mwanangu Ibra ni msanii pia wa Tanzania ambaye ana talent kubwa sana. So katika kupush, jitahidi kupush katika kuwatengeneza, kuwalinda wote, au sio, na kuombea ili jambo limalizike salama, waendelee na kazi zao, kwa sababu hao wote ni watu ambao wanategemewa pia na familia zao, bado ni watu bado ambao wanategemewa pia na jamii, kwa kusaidia jamii kwa ambavyo watakapozidi kufanikiwa. So mimi naona the big thing ni kuwaweka katika usawa, kuombea hivi vitu viishe kwa usalama, watu wasigombane. Okay, moja ya kitu ambacho nimekipata kutoka kwako Brother Chino ni kuweka peace kwenye masuala mazima ya ufanyaji wa kazi. Actually mnafuatiliwa na dunia nzima tunaamini kwenye kazi zenu. Lakini kitu ambacho kimewashangaza watu wengi ni kuhusiana na Brother Diamond Platnumz baada ya kuchukua copy and paste ya Ibra kutumia kama soundtrack ya picha. Watu wengi walishangaa. Lakini Brother Chino hapo unasema kwamba unafurahi ukimwona Diamond akitumia ngoma yako, unafurahi ukimwona Harmonize na mtu yeyote akitumia ngoma yako. Kwa kitendo cha Biggie kutumia ngoma ya copy and paste ya Ibra, kwako ili kukata kusema kwamba labda Diamond anataka kupitia upepo? Hawezi amini, hata sikuwa huko na siwezi kuwa huko kwa sababu ni maisha personal, na kama nilivyokuambia kitu kizuri kichukuliwe kwenye uzuri. Vitu vibaya visiwe vinapewa nafasi, au sio? Kama alitumia nyimbo copy and paste, na maana kamsupport Ibra, kaendelea kuwapa mashabiki zake, kuwapa trust kwa huyo mtu, na ni kweli Ibra ana talent, anahitaji kuendelea kuwepo, lakini pia my brother Harmonize ana talent pia, anatakiwa aendelee kuwepo. Mimi ndo furaha yangu, kwa maono yangu, kwa upande wangu. Wewe ulisema ni wakati wa Mungu, ni wakati sahihi. Labda ulikuwa unajuana na Sergeant before kabla ya hizi trending zilizokuwepo, yeye kati yake yeye na mwenzake? Kiukweli namjua long time, na nilimjua kupitia my brother Top Seller. Nilimjua, lakini pia nilijua kutokana na nyimbo, sababu mimi nampenda mwanangu Mario, nampenda ndugu yangu, bosi wangu, au sio? So huyu alivyoimba Salio nilipenda kwa sababu ni mtu ambaye ameimba nyimbo ya mtu ambaye nampenda, ushanaelewa sijui. So that why ilinifanya mimi nikamjua na nilikuwa na chat naye. Lakini tu katika kukutana ndio ilikuwa ngumu. Na kuhusu upepo, ni kweli mimi nimetembelea upepo wa mdogo wangu hapa. Sasa hivi yuko namba 1. Asante sana. Okay, Brother Chino, nataka kuna yale maneno wanaosema kwamba unamhujumu, naweza nikasema, kwa sababu umeposti ngoma kwenye akaunti yako. Labda kuna Watanzania hawaelewi Chino, na haikukukata wewe kuendelea kumsupport Dogo Sergeant? Haijanikata kwa sababu mimi pia ni mmoja kati wa muanga hapa, nilikuwa napata mambo mabaya. Of course mimi mpaka sasa hivi ni mtu ambaye napitiaga vitu vibaya tu, lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu zinanifanya naendelea kuwa hapa. Nafanya vitu vingi vikubwa, nafanya vitu vingi vya maajabu ambavyo haviendani na umri wangu. Lakini huoni mtu yote akianza kuonyesha kipaumbele cha ku-appreciate na haso zangu. Hakuna mtu ambaye hajui, kila mtu anajua ambapo nimehaso. Mimi nimehaso hapa kwenye, kuna mabrother ambao waniona mimi nikiwa na haso, lakini kuna watu hawaamini mimi niko hapa kutokana na nini, kila mtu ambavyo anachukulia. Au kwa sababu mimi siamini kuwa hapa ndio nifanye ibadilishe lifestyle. Siamini kuwa na magari na mahela inifanye nimuite huyu dogo wakati nilikuwa namuita brother. Hiyo ni kitu kwangu ambacho hakiwezekani. Na ndio maana pengine inasababisha mabrother au watu wanashindwa kuniheshimu, kwa sababu mimi yule ambaye nilikuwa nakuita brother, nikikuona nakuita brother vile vile. Yule ambaye nilikuwa nakuheshimu, nikikuona na kuheshimu vile vile. Sina nilichokibadilisha. Lakini watu wamezoea msanii wanamsupport, akitoboa anaona wote madogo. Sio, unanielewa? Ndio maana wanaanza kumuogopa. Lakini mimi sitaki mtu aniogope. Mimi ni mdogo
yule nilomuita brother, yule alionisupport, naishi naye vile vile the same ambavyo nimeishi naye tangu siku ya kwanza nakutana naye. So hakuna kipya na hakuna ambacho nakifeel tofauti. Tena kuposti ngoma kwenye account yako. Ndio naenda acha nijibu mdogo wangu. Mwache brother Chino. Nyinyi ni wenyeji au sio hivi vitu vya Indraft, ni waandishi wa habari, ni watu ambao mnatusaidia sisi kupeleka vitu vyetu. Unaona kila siku hata watu wakitoka kwenye lebo, kitu cha kwanza wanachogombania ni nini? Masuala account. Ni digital platform. So digital platform ni muhimu sana kwa msanii, kwa sababu pale unapowekeza energy yako ndio na chakula chako kinakuja, au sio bwana? Na mimi hapa leo hii hata Diamond, my brother Diamond ananiambia, Chino, nyimbo yako hii nataka uiweke kwenye account yangu, alafu mimi na saini asilimia zako. Mimi nampa nyimbo aiweke katika account yake. Kwa sababu gani? Diamond ni mkubwa, mashabiki wa Diamond ni wengi wa aina tofauti na mashabiki zangu mimi. Kwa hiyo yeye kuweka nyimbo yangu kwenye YouTube yake ni bless kikubwa, na saini langu haipotei. Naona na mimi katika kukua kwangu kwa account yangu, baada ya kupost nyimbo yangu kwenye digital platform ya Levan, kama mnakumbuka Gibela Remix, ile ndio imenifanya watu kuendelea kunitafuta mimi na kunisubscribe katika account yangu. Wengine walikuwa wanijui na wasingeweza kuja kunisubscribe, au sio? Nimepata pia watu, account yangu imekuwa kupitia kupost nyimbo yangu kwa Mario, account ya my brother Mario, my boss, au sio bwana? Kupost ile yesa kwake ndio imeniletea watu kwenye account yangu, na hiyo ndio imenifanya hata mimi nimekuwa mkubwa sasa hivi na account yangu imekuwa. Kwa huwezi kukua kama hujaimba na mtu mwenye watu, huwezi kukua kama jina lako alijaenda, kwa sababu wenyewe wanakuambia kila kitu kinaambukizana, na ndio maana umeona my brother Diamond kawa mkubwa kutokana na collab kubwa. So unanielewa sijui? Na ndio maana msanii yote ili uwe mkubwa lazima ufanye collab kubwa, ina maana unaongeza mashabiki wengine. So huyu ni angalia na mashabiki, ana mashabiki zake, lakini account yake haikuwa proper katika mapato. So mimi namtakia mema. Mimi nitegemea watu mshukuru, kwa sababu kuweka account yake kwenye nyimbo yake kwenye account yangu, na ni nyimbo yake na yeye mwenyewe ndio mwenye asilimia kubwa nyingi zaidi katika mapato. Ni kumbless, nimechukua hela yangu, yani watu wangu ambao wananipa hela mimi, nimekubali wampe hela yeye. Unanielewa, apate hela nyingi kwa wakati mfupi, afanye mambo yake. Okay. So Chino, labda kutokana na ukaribu ambao mnao na Dogo Sergeant hapa, labda wengine wanaweza kuwa na hoji, kuna ukaribu wote sign labda kwenye One Team? Mimi hapa utofauti wangu, nikiwa namsupport mtu namsupport, naamini hiyo ndo kitu kikubwa. Simsupport ili nipate, namsupport aende, milango yake iko wazi, kama ambavyo umeona nimewasupport watu wengine wengi ambao nilikuwa nawasema kwa udogo wangu. Sijawa mkubwa, inshallah siku nikija kuwa mkubwa nitaweza kuwasupport 100%. Unanielewa sijui? Lakini kwa hichi kidogo najitahidi, kinasaidia. Kama hivi kuna watu watamuona, kuna watu wataamini talent ya Sergeant, wataanza kuweka hela, wataanza kufanya vitu vingine, ni looks. Bongo Trendy TV.